يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشف كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقض إلينا كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم افك كل اسير. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اسد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقران صدري واستعمل بالقران بدني ونور بالقرآن بصري وأطلق بالقرآن لساني وأعني عليه ما أعطيتني فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. Tuko katika nukta ya kwanza ya nyasila za tablighi ambayo yahusu zile centers na taasisi za tablighi. Juzi tulizungumzia hauza, jana tukazungumza masala ya maahid akademia, institute hizi za kiakademi, sawa ziwe ni kuanzia kiwango cha nursery, primary, secondary, colleges. Leo tutataka kuingia katika taasisi nayo ni msikiti, almasjid. Lakini kabla sijazungumza kwa ufupi kuhusu msikiti, waila nimekusanya wakati nilipokuwa najiandaa na bahthi hii ya tablighi, nilijua kwamba kuna baadhi ya maudhui yataka zitabu zake kuzitafuta. Nimeweza kupata baadhi ya zitabu zinazoeleza msikiti, lakini nimekuja kugundua kwamba ni mada yataka Ramadhani yake pekee ya kuhusu msikiti ni nini na una dori gani katika jamii na misikiti iko aina ngapi na vipi hupekeshwa msikiti. Kwa hivyo sitoweza kwa ndani kianda, licha kuwa sitoweza kumaliza zifungu zingine, hizi siku tatu zilizobakia hazitoshi kuzungumza msikiti. Kitu muhimu nataka kuashiria kabla ya kuingia hapa ni kuhusu jamii katika maendeleo yake, katika kupambana kwake, katika kuleta mageuzi kwake. Una ziungo muhimu sana wazitegemea, muhimu sana, kwa sababu umma au jamii ni kama gari. Ile gari wewe mpaka ukaiona hutembea. Mara nyingine kuna wale watu wanaoitwa sathiyin. Sathiyin ni wale ambao huyaangalia mambo kiuraka, watu wa uraka, huyaangalia mambo yuyu, hawayaoni in deep. Mara nyingine mtu anaweza kuingia kwenye basi, yeye akavutiwa na zile taa za kuwaka na kuzimika. Pengine kule ndani kumetengenezwa taa kufanya nini? Kupiga waka zikizimika. Wengine waweza kuingia kwenye basi wakavutiwa na zulia lililotandikwa katika ardhi ile basi. Wengine waweza kuingia kwenye basi wakavutiwa na sampuli ya zile siti zake zilizoungwa. Kwa kadri ya macho yake huona zile.
Lakini ukweli wa mambo, kutembea kwa ile basi si taa za kumemetuka, wala si zulia lilotandikwa barabarani, wala si siti namna zilivyopambwa. Pengine kile kinachosababisha ile basi itembee hakivutii kamwe kukiona. Kenda ukitiwa kwenye inji ukaziona zile grisi kule ndani na michefuko iliyoko ndani na nini, mahala hata mandhari yake hayavutii, lakini ndio moyo unaoitembeza ile nini, ile gari. Sasa ni muhimu sana kuyaangalia mambo kwa kina, simandia watu wa Kiswahili wa sasa. Ndio maana kuyaangalia mambo kwa kina, kwa undani. Usidanganywe na zile sathiyat, uraka wa yuu. Sasa jamii ikitaka kuleta mabadiliko, kuna ziungo za kimsingi. Moja, sisi tukiwa kama jamii ya Kiislamu leo, hawa ukisoma katika mifumo ya kidemokrasia wanakwambia moja katika zitu zinaoamsha jamii kiasi kikubwa ni zile wanazoziita leo almujtamaatul madaniya, civil society. Civil society ni hizi NGOs za haki za binadamu, sijui za nini. Hizi leo zina role kubwa, si kama tunazungumza katika nchi zimezoendelea, zinachangia kiasi kikubwa masala na kujali masala ya demokrasia. Civil society, NGOs, hizi foundation za research. Leo utakuta baadhi ya wanasiasa wakubwa wamezungukwa na foundation za research, wawapa wao dirasati na utabiri wa matokeo yatakayokuja, hali ya kiuchumi, hali ya nini, na zile ndo zinazotegemewa kubadilisha, zinazotegemewa kutengeneza ile wanaoita ra'yul 'am, public opinion. Sasa leo sisi kama Waislamu tunapotaka kuleta mageuzi katika jamii zetu, tuna foundation lazima zifufuliwe. Sisi twakimbia kwenda kutengeneza, na hapa sitaki nifahamike makosa, siko dhidi ya civil society, siko dhidi ya NGOs zinazotengenezwa, lakini NGOs kwa ideology ya jamii ya Kiislamu haziwezi kuleta mabadiliko yanavyotakikana. Lazima mabadiliko yajengwe juu ya ideology, na lazima zile taasisi za mabadiliko ziwe zimezaliwa katika ideology ya jamii. Hapa ni mahala muhimu sana. Leo mzungu amejengwa kiitikadi, yani magharibi amejengwa kiitikadi kubwa kuheshimu uhuru wa mtu, kuheshimu haki za mtu. Yeye leo taasisi takatifu kwake ni zile zinazolinda na nini, haki za binadamu. Hata unapoambiwa munadhamatu huquqi al-insani, zile organization za human rights, ana irtibati yule ideology ashatengenezwa hivyo kutoka kwenye syllabus za skuli mpaka katika mitindo ya kuishi. Na Muislamu nani kimalezi ya Kiislamu ameumbwa, ana mahali, ana uzito napo pakitoka. Muislamu anapoambiwa Qur'ani ya kwambia hivi, tofauti na kuambiwa BBC imenena kadhaa. Muislamu anapoambiwa hadithi ya Mtume yasema hivi, Muislamu anapoambiwa msikiti wa kuongoza hivi, hauza ya kuongoza hivi, tofauti. Sasa katika kuleta mabadiliko, sisi ni muhimu sana tuzifufue hizi marakiz na muassasat za Kiislamu. Na leo zaweza kuwa zina matatizo, zaweza kuwa zina upungufu, kwa hivyo zataka kurekebishwa. Hauza zirudi katika nafasi yake katika jamii. Shule nimezungumza jana, vipi tutazirudisha katika kontroli yetu hizi institute za academy, na leo nazungumza msikiti. Msikiti, ndugu zangu, ni katika center
na taasisi kubwa ya tabligh na ya kuleta mabadiliko katika jamii. Na ndio katika zile wanazoziita abjadiyat, alfabeti za Kiislamu, tukisomeshwa kila mtu ajua leo, kitu cha kwanza Mtume alipoingia Madina alifanya nini? Jenga msikiti. Alipoanza kuwa na uhuru, kwa sababu alipoanza kuwa na jamii aliona hawezi kuiendesha jamii bila ya center, bila ya kuwa na taasisi, akajenga msikiti. Na ukizisoma, nilikuwa nataka kuzieta lakini nimeambia toka mrefu, ukizisoma hadithi zinazosisitiza kujengwa misikiti, kusambazwa misikiti, kuenezwa misikiti, tungu nzima. Hii ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, ukisoma namna ya Mtume alivyoutumia msikiti, aliutumiaje kipindi kile cha mageuzi na cha kuasisi jamii ya Kiislamu. Aliutumia msikiti ni kituo cha ibada, aliutumia msikiti ni senta ya elimu, akielimisha watu. Aliutumia msikiti ni mahala pa kuhukumu na kusuluhisha kesi za Waislamu. Aliutumia msikiti ni mahala pa awareness, tawia siasia, kuwaelimisha watu, kuwafahamisha watu kadhaya za kisiasa. Aliutumia msikiti ni pahala, ni senta ya kubuni relations za Waislamu, yani alaqat ijtimaiya, watu kujuana, watu kuingiliana. Hizi zote utazipata katika sera. Sina wakati wa kukuletea ushahidi moja baada ya moja katika sera. Huu ni msikiti. Sasa je, leo twaweza kujiuliza msikiti leo watekeleza dauri lake hili? Katika mwaka mmoja nusu upita, ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kwenda Zanzibar. Katika kutembea nilikuwa nifuatene na mmoja katika maulama wetu, nikawa namuuliza, nina hamu, nataka kuona ile, kumekuwa na majina ya msikiti mimi nasikia ndio walikuwa kina Habib fulani wame-graduate katika misikiti hiyo, kina Sheikh Abdullah Farisi ndio wame-graduate kwenye misikiti hiyo na nini. Nakwenda kuiona baadhi ya misikiti, kama ikisihi nitumie neno kisikiti, kwa hakitimu mita 10 upana, pengine kwa mita 15 hivyo zitotoroni. Wakenda akinionyesha, akiniambia mimi, hapa ndio kulikuwa kuna halakati za durusi zile makharij, kina Habib Bismeti, kina Sheikh Abdullah Al-Farisi, kina nini, wamegraduate hapa, kina Sheikh Barwani ambao leo ndio wameandika katika tafasiri na nini. Hawakutoka kwenye majumba marefu, wametoka kwenye hizi sikiti. Akinionyesha, akiniambia dirisha hili ilikuwa akiketi fulani ndo akisomesha, na dirisha lile akiketi fulani akisomesha, na kisikiti hiki na kulikuwa kuna halaka 3, yani kuna klasi 3 4 zaendelea ndani. Leo ukirudi leo ukitaka kuwasoma baadhi ya ulamai wetu, wamezongara, wengine katika nyota ya dunia wametengenezwa katika madirisha ya misikiti. Madirisha. Ila leo wewe unapomzungumza aliyokuwa kadhi mkubwa Kenya, na kila mmoja anaukiri mbele yake elimu yake, al-Allama al-Habib Ali Said Ali Badawi, ametengenezwa wapi? Mathalan leo ukitaka kuwazungumza mathalan kina ustadhi walioko hai, kina ustadhi Harith, kina nani, wametengenezwa wapi? Wametengenezwa kwenye madirisha ya misikiti, katika halakati za kina Said Muhammad Adnani, za kina nani, za baada salati al-fajr, baada adh-dhuhurain. Imetoa maulama
wakubwa msikiti, lakini si msikiti jengo. Alhamdulillah, leo sisi tumepiga hatua, na ni hatua nzuri, siko kwenye kuikosoa, na yatakikana kwa shida wale kile kilokuwa cha uongo tumevunda, tumejenga dude la kisawa sawa, marumaru, minara mirefu sana, alhamdulillah, kiza step. Lakini ule msikiti ulokuwa msikiti kwa matendo yake, haukuwa msikiti kwa majengo yake, ulikuwa bado ukalidhaifu, ulitoa watu wakubwa sana. Markazul ilm. Leo kuna baadhi ya maulamai mpaka sasa katika mijadala nikipambana na wao mimi, wakiniuliza kuhusu masala ya hauza, mpaka sasa wako dhidi na fikra ya kuitoa hauza ndani ya msikiti. Yaani wakinambia ziko bado zile halakati za msikitini, siku hizi tunakwenda kwenye klasi na madeski na nini. Toba mimi na wajha nadhari yangu, lakini najaribu tu kueleza kwamba wasema la, huu msikiti una khususia. Na kweli mathalan mimi nikijaribu kutoa khibra yangu shakhsia katika kipindi ambacho nimesoma madrasa kutoka 1981 fasl al-awwal mpaka 1989 nimemaliza thanawia, miaka 9 takriban. Kutoka 1990 tukaanza darasa za halakat na mzee wetu. Kumbuka tulikuwa tuna darasa kule nyuma ya baada salati al-fajr kule Cholo nyuma. Iliendelea kama miaka 3-4, ilikuwa tukisoma nahwu, tukisoma tafsiri al-Qur'an, tukisoma na siku ya Juma Alhamisi akitufasiria burda na zitu zingine kwa grupu kubwa. Maghrib tulikuwa na halaka ya balagha hapa msikitini. Kuna na siku tukisoma fiqhi ya Imam Shafi akisomesha muhadha katika vitabu zikubwa za Imam Shafi. Katika kipindi cha takriban miaka 3-4 katika 1990 mpaka 1993-94 utakuja kuiona tahsili yako, pato lako la kielimu la kupitia zile halakat ilikuwa ni kubwa na ni muthmira, lilikuwa na matunda zaidi kuliko pato la nyakati sio umesoma kupitia classes. Ni khibra shakhsia zile halakat zilivyo nani. Sasa leo msikiti unateza daur ya kuelimisha, yani msikiti kwa maana nyingine mawana na hauza. Msikiti leo tuna hala pa watu kupata mwelekeo wa kisiasa. Taban min al-asaf tuishi katika zama kama nilivyowaambia juzi, tumekubali kwamba siasa ni mtezo mchafu, tumekubali na tumekubali kwamba viongozi wa dini na misikiti isiingizwe kwenye siasa. Tumekubali na huu ni mtezo wa kikoloni, umefaulu kiasi kikubwa sana kutupoka. Ukoloni umetupoka senta muhimu na taasisi muhimu ya mabadiliko katika jamii yetu itolewe katika maisha. Leo alhamdulillah kuna mabadiliko kiasi kikubwa, lakini nikikumbuka wakati wa almarhum Sayyid Hussein alipoanza masala ya nyuma hapa akizungumza kadhaya za kisiasa na nini, tukipata tabu mpaka baadhi ya maspika ambao pia huzungumza siasa, mpaka baadhi ya maspika yakinena lile nyuma la siasa kwa ikizungumzwa, ingawa kisha baadaye wamekuja kuona pia na wao wanaingia kwenye siasa. Kama juzi kuna komenti moja nimesikia, kuna mmoja katika watu wakihudhuria darasa katika wanafunzi sema kusikia ni tablighi, nilikuwa na hamu sana kuja kuifuata. Hebu kugundua kuzungumza siasa kwa kuzungumza tablighi. Kama hili neno siasa pia leo nataka kufafanuliwa, siasa ni nini kama falsafa.
Hapa zamani tukiambiwa fulani una falsafa, na ni falsafa maana yake kuhada watu, yani ndio falsafa hiyo. Ala kulli hal, akijua yeye kutapeli watu, kwa mwanachuoni wa siasa una falsafa ule kweli, wala falsafa hizi. Ala kulli hal, leo tumefaulu hapa. Leo umekuwa wewe kama kiongozi wa dini huruhusiwi kutoa mwongozo kuhusu siasa. Baki kuzungumza tu hivyo hivyo nene. Msiingie katika siasa. Na kwa kufanya tusiingie, wamefaulu vipi? Wamekuja kujenga msingi, kwanza tusichafue siasa. Bila shaka siasa zinavyoendelea, siasa chafu. Sasa hii misingi miwili lazima ibadilishwe, kwamba siasa ni mtezo mchafu. La, si mtezo mchafu. Siasa ni maisha yetu, siasa ni mustakbali wetu, siasa ndio elimu yetu, ndio maendeleo yetu. Leo yoyote anaizungumza mabadiliko katika education, anataka kuleta mabadiliko katika kaunti ya Lamu, katika kuperform sisi katika education, anayetaka kuleta mabadiliko katika masala ya kunyanyua mustawa wa kiuchumi katika kaunti yetu, anayetaka kuleta mabadiliko katika kuboresha masala ya health na mazingira katika kaunti yetu, ufunguo wake uko wapi? Sasa kisha vipi utaniambia mimi siasa ni mtezo mbaya? Siasa yanigusa hata katika maisha yangu ya dini, siasa yanigusa. Leo pia tukitaka kuzungumza senta zetu za dini, hauzat, matatizo ninayozungumza mimi, mathalan mubalighina wa taabani ruhu zao, hakuna strategy za kutosha, hakuna pesa za kutosha. Huwaje leo tuna senta zaweza kuketi ingine miezi 3-4, walimu hawana mishahara? Ufunguo wake uko wapi? Siasa inaweza kuleta mabadiliko katika mambo. Kwa hivyo wewe unaponiambia mimi siasa ni mtezo mchafu, yani wanaambia mimi maisha yetu yote ni machafu, yani elimu yetu ni chafu, uchumi wetu ni mchafu, jamii yetu ni chafu, na dini yetu ni chafu. Hizi tutaka tuzisafishe sana kwa jamii. Msikiti una kazi kubwa ya kuja kuleta tawia siasa, mwamko wa kisiasa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam asema watu wawili, watu wangapi? Wawili wakitengea, umma wote uko salama, na watu wawili wakifisidika, umma wote utafisidika. Nani na nani ya Rasulullah? Asema al-ulama wal umara, yani viongozi wa dini, viongozi wa siasa, yani dini, siasa. Unapozungumza wafalme, unapozungumza maraisi, unazungumza siasa, yani unazungumza siasa. Anena watu wawili, min ummati idha saluha saluhatil ummatu kulluha wa idha fasuda fasudatil ummatu kulluha. Hadithi maarufu mpokea kwa Mtume. Sinfani min ummati, watu sampuli mbili katika umma wangu, wakitengea wao basi umma uko salama, wakiharibika wao umma uko salama. Sasa wewe utaniambiaje leo msikiti hauna dori ya kuhakikisha siasa imetengea? Kwa sababu ikiwa leo, na hizi ni pondo mbili, moja ikitengea moja bila ya nyingine pia hatutoboi. Kuta watu wanafikira moja, nataka kuwasahihisha. Uongozi wa dini una dori kubwa katika jamii, lakini si suluhisho peke yake, kama wanavyofahamu baadhi ya pia kusahihisha kidogo. Wale baadhi wanaokwambia kwamba nyinyi mashehe mwaweza kuleta mabadiliko katika jamii. Naam, shekhe ana dauri lake katika jamii kuleta mabadiliko, lakini shekhe si badali ya uongozi wa kisiasa.
Wengine wakwambia sisi tutengeneze uongozi wa kidini, hatutaki wabunge, hatutaki makonsela, sijui hatutaki. La, shekhe hawezi kuwa badali ya mbunge. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi yake atufahamisha wazi sisi kwamba mwanasiasa hawi badali ya kiongozi wa dini, na kiongozi wa dini hawezi kuwa badali ya mwanasiasa. Atuambia sinfani min ummati, lazima nguzo zote mbili ziweko hizi. Wa ila leo tunaweza kuwa na uongozi bora mwema katika dini, lakini maadamu kwenye siasa ni kubaya, haiwezekani. Kuna mambo lazima yende yakatatuliwe pale kwenye nini, kwenye siasa. No, unless kiongozi wa dini aamue kuvua kiemba avae chepeo cha nini, yani aamue kwenda bunge, aamue sasa yeye ni bunge, yuko bunge, kwa sababu msikitini hupitishi miswada ya kanuni, huwezi kurekebisha. Kuna mambo kuyarekebisha mpaka urekebishe policies, sera za kisiasa, na sera hazibadilishwi kwenye msikiti, zabadilishwa wapi? Ima pale kwenye baraza la konsela kabla hajaenda kwenye katiba mpya, ama baraza la bunge, ama kwingine. Kwa hivyo ni muhimu kufahamu. Kwa hivyo msikiti, ndugu zangu, unafaa utumie vya kutosha katika masala ya na tukomeni kuwatilisha msikiti. Lakini kuna na fikra leo ya kuambia leo ulimwengu wa kuendelea, ulimwengu wa maholi, ulimwengu wa makawanda. Je, maendeleo tulionayo tumefika wakati wa kunena hatuhitaji tena msikiti? Umebakia mahala pa kuswali tu? La. Kweli kuna dhiki sampuli fulani za kuketi katika msikiti, lakini kuna jau ruhi. Mtu leo anapozungumza msikitini au anapokaa msikitini kusikiliza, taamalani komenti tu mnazozitoa nini. Waweza kuinuka mtu holi akafanya jambo watu wote wakateka, kisha lile kalifanya msikitini, ukasikia watu kutoka wanule wamesahau kama yuko msikitini, mambo gani alikufanya pale. Kwa hivyo ni maana katika dhihni zetu kuna kunsia, kuna ile heshima fulani. Kwa hivyo inatufanya sisi tuwe na seriousness tunapoketi mahali kama hapa. Kinachonenwa kinenwe kiuhakika, na kinachopokewa kinapokewa kiuhakika. Na haitofika wakati watu wakanena kwamba hatuhitaji tena msikiti, wala zingine zitakazokutengenezwa zitakuwa mbadala ya msikiti. Tutaiondosha taasisi muhimu katika jamii yetu. Kuugura msikiti, minal asaf, leo msikiti umegurwa. Msikiti umegurwa. Sitaki kuingia kwenye sababu, na maneno mnianena mara kadha wa kadha. Tembeani ndugu zangu, mwangalieni misikiti, angalieni watu wanavyoswali, angalieni zile hizbu zilizokuweko misikitini, angalieni na shatat kila aina. Kuna misikiti mpaka hufungwa baadhi ya zipindi za swala, hakuna mwenye kuswali. Vipi sisi tutaleta mabadiliko ikiwa taasisi muhimu kama hii imeatiliwa? Nataka kuamsha. Nitakomeka katika masala ya msikiti. Taasisi nyingine ya mwisho imetagua 4 ni hizo wanazoziita public library, maktabat amma, katika centers za tabligh, hauza, institute za academy, msikiti, maktaba, library. Hizi zina dauri kubwa, nafikiri sina haja ya kueleza, kwa sababu ni chombo cha lenga moja kwa moja kumwelimisha Muislamu, kujenga ile utamaduni wa kusoma, ile wanaoita culture ya kusoma,
thaqafatul qiraa au thaqafatul mutalaa, ambayo leo jamii yetu ya Kiswahili ndiyo jamii ina tatizo kubwa hili katika masala ya kusoma. Na sisi ni Waislamu, mpaka ule Myahudi mmoja alotajara katika wanafikra wakubwa wa Kiyahudi akasema, al-arabu la yaqraun wa idha qara'u la yafhamun. Akanena Waarabu hawasomi na hata wakisoma hawaelewi. Huyu aliyanena maneno mahala pake. Waarabu waeke channel za kutezo ziuno, Waarabu waeke nini, lakini hakusomi. Na hii hakusudia Arabu kama kabila. Waislamu hatusomi, na tukisoma hatufahamu. Na kufahamu kuna na kujua unachokisoma. Kufahamu ni ile nilowaambia, ni kusoma between the line. Si kusoma gazeti ukahifadhi, ukaonena Nation imeandika kadhaa na Taifa imeandika kadhaa, ukawa ni babghai ukariri walioyanena. La, ni kusoma, ukasoma khalfia. Na mtu kuweza kusoma between the line inategemea khalfia thaqafia, information ulonayo ya nyuma ya kuyafuatilia mambo, ndipo yanapokupa wewe usaidizi kujua kukigongwa mshipa pale hulengwa nani. Hii yataka hazina kubwa ya thaqafa na ya khibra na ya experience. Hapa yataka tulivu. Na sisi tuna tabia moja, tunena hatuna kitu, wahuja yetu hatuna. Nasikia kila mtu anakuambia, mwambia mtu usome, si hapata zitabu. Kwa nini watu watusome? Hatuna public library hapa. Uendewa mbio tu, utengezwa kamati, uendewa mbio tu wataka kuungwa public library. Mwaka mangapi kutoka mfahamu kujua msamiati huu wa public library mpaka leo. Lakini ala tupige ni break na endelee kufuata. Katika center zetu kuna library ngapi? Riyadh pale kuna library. Riyadh pale madrasa kuna library. Riyadh college hapa kuna nini? Kuna library. Hapa Safa kuna nini? Wako wapi wenye kusoma? Wako wapi wenye kusoma? Kuna huja tungu nzima, kila mtu tutakupa hoja za kipuzi zingine. Tutakuwa hai kule usoma maulidi Henry, huku ni ushia Henry. Sasa lakini kwenye Ukristo ule bwana yuzi atoa khutba, anena, sipendi kuingia mambo kama haya, lakini munasaba umekuja kidogo nitakujibu. Anena kwamba mawapeka vijana kusoma Safa Academy kwenye ukafiri. Hajui mmoja katika mashehe wake ampeleka kijana Nairobi na katika listi ya requirement amenunua Biblia. Yeye anaonena kwenye mbali. Wasi watu pendi kuingia kwenye maneno hayo. Kwa sababu wazee tunatakia tampa mtu na kuope. Mmoja katika mashehe wakubwa wa hapa wantamio pale washapeleka binti na skuli kubwa Nairobi, na katika listi hakuna IRN na lazima anunue Biblia, na akanunua Biblia. Na akampeleka binti yake skuli. Leo akero mtu kuja Safa, akero mtu kuja Safa na mwaka kitaka tampa na leti ya kwenda. Akera mtu kuja Safa, tuate hapo public library. Mngine atakwambia mimi nitakanie mpaka nsikizwe maoni yangu, basi yangu itasisi. Zile za Kikristo wendazo usikizwe maoni yako. Utakuta tuna sababu za kipuuzi saa nyingine, hata tutakuja na wewe hatuwezi kuja hapa kwa sababu hatushamiriwi, hatufanyi yao. Kwani kwenye zile zingine leo ushamiriwa? Hakuna mahali, kila mahali kuna taasisi, kuna kanuni zake. Wewe waje kustafidi tu, waje kufuata, waje kubadilisha sera za watu. Ndio utakayeeleweka vizuri sana. Sasa utazikuta kuja
za kipuzipuzi ziko. Leo kuna library zimefunguliwa mabarabarani kila aina. Nani asoma? La, tuomba tutasoma tukianzisha yetu. Kila mtu upanga chama kufungua library yao. Kila mtu upanga chama. Kisha baada kila fungua library wao ndio wao kusoma. Ubaki kuwepo ndio ile kaambia yasidilike mambo yako fashion. Wani fashion sasa. Kama maduka na nini funguliwa. Kusoma. Culture ya kusoma. Na leo lugha imesahilishwa, hakuna mtu aweza kunena mimi siwezi kusoma. Hakuna. Kiswahili kipo, Kiingereza kipo, Kifaransa kipo, Kiarabu kipo. Sasa sijui unataka lugha gani tena kwa nyingine? Si. Pengine kuna Kihindi pia ziko zitakuwa Kihindi. Ala kulli hal, maktaba. Imemaliza sentence. Pili katika jasila za tablighi ni media. Yes, tosimama. Maudhui yataka mjadala peke yake kwa urefu. Na katika mazungumzo yangu mingi nimeshiria baadhi ya nukta muhimu. Jasila za utangazaji, za kusoma, za kusikia, za kuona. Zote hizi ni katika zombo muhimu ambazo Uislamu atakuzitumia. Mimbar ni katika media. Mimbar za juma, mimbar za khutba tofauti, khitaba katika chombo muhimu cha kufikishia tablighi. Fan naingia katika msingi wa tatu, alfan wa riyadha. Sana. Kuna mtu aliuliza swali nikamwahidi nitamjibu. Aliuliza, je, ustadhi, hizi kasida zaweza kuwa ni chombo ya tablighi cha tablighi? Naam. Naam. Mashairi, ushairi leo wahitajika wa Kiswahili, wa Kiarabu utumike kufikisha message ya Kiislamu. Lazima. Lakini leo angalia, sisi kwa kunena shairi ni haramu, kutoa kasida haramu, kufanya kadhaa ni haramu. Sasa faramu ataingia nani? Bob Marley. Vijana wetu leo waimba nyimbo za kina nani? Za kina Busi. Kwa sababu wewe umeshindwa kukitumia chombo cha tablighi. Alhamdulillah, sasa hivi hiki ni kitu cha faki sajiliyo, mimi nasema hususan kwa Radio Rahma katika masala ya qasaid. Bado mbali na misimamo yangu kuhusu kasida zingine zinapopigwa, lakini leo imeleta mabadiliko twayaona kwa vijana zetu. Leo za kumpata kijana ya Zamzama kunena kadhaa, yani yuwakariri mafahimu za Kiislamu. Lakini watu wakiingia nyumbani, kijana miaka 2-3 hukwambia maneno mazito, tutabanana hapo. Sasa kijana miaka 3 ayanena maneno yeye wala hayayui maana yake. Leo zamani kulikuweko zile Nabahani, Barazanji, Taiba al-Asmai, uradi wa Haddadi, uradi wa Attasi. Zile ilikuwa ndio tikrar madihi, mfano kama Ramadhani kiketu kikariri salatun wa taslimun wa azka tahiyati tabaraka dhul ula, ndio kwa nyimbo saa zote umehifadhisha wewe bazikariri. Lakini leo tulipoondosha zetu, wengine wako tayari na waingia kila mahali. Kwa hiyo leo mimi nasema masala ya kasida, masala ya tungo hususan za Kiswahili zinaokariri Rabbi tupe salama, tuamsifu mtumi, tuampenda mtumi. Hizi ni zitu zina dauri kubwa katika tarbia na shiar. Na leo wewe watembea barabarani au ukipita pale wasikia Qur'ani ya soma, ukipita pale ndio maana muhimu ya Kiislamu. Lakini leo sikilizeni haleluya, sikilizani vijana mara hunena muimba haleluya ndani ya majumba. Angaliani haya maduka yanaofunguliwa na matepu yakawekwa sauti ya juu kupigwa nyimbo za kidini. Ni mafikiri hufanywa tu yale ama kuna siasa nyuma yake?
Zinduka zitoto kuweshele tembu la sauti la kisawasawa, mtaa mzima upata kila mahali pale, huimba nyimbo za kumsifu Yesu pale nini. Ni mafikiri yale mambo yale ni sudfatan tu yamekuwa, ama kuna sera inaopekesha ile mambo zetu ziko wapi? Sisi ukianza kutia kasida tatoka shekhe ni haramu, litamkera yeye la kupigwa kasida, halitomkera yeye la kupigwa haleluya. Ndiko tulivyo leo, twakereana sisi kwa sisi leo, lakini mengine watu haya wake inshallah watu na martaji yeye hayamkeri kamwe, lakini yamkera yeye kwa barehe na darasani kwa mashia basi. Hii ndio maana tunaoishi, tutapotezana na hayo riadha. Kama fani pia yaingia masala ya mitezo ya kuigiza, drama leo zaweza kutumiwa kuelimishwa vijana generation, na pia twajenga zipaji kwa watoto wetu. Twagundua kuna maekta, angalia Irani sasa hivi yatengeneza mabilioni ya pesa kuhusu sinema. Imam Khomeini alipopindua serikali angalikuwa kanena hii dola ya Kiislamu takitaki mambo ya sinema huku, wataki yao hapa ni msikitini tu kuswaliwa tahajudi. Akaona Irani ilikuwa ni nchi ina maekta maarufu ulimwenguni wakiakti sinema chafu chafu, ina zipaji katika fani ya acting. Akaona kwa nini nguvu hizi zilitumiwa vibaya, hatuzitumii kuziwekeza kwenye Uislamu. Leo angaliani sinema zinazoaktiwa za Nabii Allah Yusuf za nini, na zinazoteka ulimwengu mzima, za sambaza message, na hapo nchi yajenga nini? Yajenga uchumi. Leo hapa ndani sisi tulipoanzisha hapa mfungo sita masala ya drama siku ya kesha, katika ya kienyeji yenyeji mambo, hatuna mipango, hatuna nini, lakini tukagundua kwa kuna baadhi ya vijana wanaozipaja waweza kuwa maekta wakubwa. Sasa pale tuwaweza kuwaendeleza, kukazengewa mpango, akapelekwa kwenye academy za kufundishwa mambo yale, na kesho tukawa tumetengeneza, tumecreate nini, nafasi za kazi kwa watoto wetu. Na huku tutuma nini, ujumbe wa Kiislamu, masrahia, drama, sinema, zote hizi zinaweza kutumiwa kwa malengo ya Kiislamu na malengo ya da'wa na tabligh. Mitezo, riadha, chombo muhimu sana, kwa sababu ni mahala young generation, youth wote wako wapi? Nadira kumpata mtu ainukie asipitie. Kuna mambo mengine wengine waweza kupitia, wengine wasipitie, lakini nadira kumpata kijana ameinukia katika umri wa ujana asipite katika mitezo, sawa ikiwa ya football, ya volleyball, ya mpaka mwisho jasa. Uislamu watambua zitu hizi. Naam, nataka kutanabaisha, kuna mitezo ni haramu, mitezo inaosababisha madhara kama boxing. Nikizungumza boxing, sizungumzi boxing zile mtezazo sisi za kutoa hui. Mimi nazungumza boxing zile za kupigwa mtu kavumba kitaya. Kuna zile boxing za kuteza kuzijana hapa kwa nini? Lakini tusitoke hiyo shehe mkanena ustadi ametuambia kwenda kuteza boxing ni haramu. La, ile pigana kudara na darani. Almuhimu ninachokusudia mimi, Uislamu wakataa kufika hadi ya kumdhuru muumini mwenzangu madhara yasovumilika kiakili. Pejwa mtu ngumi kitaya kikavundika kenda kwa huku, kama wale wana ngumi siku kilo ngapi ngumi yao, kina Tyson na kina nani, zile ni haramu na mfano wazima. Lakini masala ya mpira, volleyball, netball na nini, kwenye dhawabit, kwenye mizani za kisheria, hizi zitu ni halali na ni zitu bali kwa ni halali, zafaa kutumika, zina faida kubwa katika dunia. Lakini tulizitupa, ni yale tunaambia siasa chafu, dini sema. Kwenye mpira
ni haramu, dini isifanye nini? Isiende. Kwenye sinema ni haramu, dini isiende. Dini isiende. Sasa kule ni atoe shetani. Kwa hivyo pana haja kuzitumia hizi zombo za mitezo, warsha, nadawat, zikao za mijadala, maswali na majibu ni katika zombo za tabligh. Trips hizi, mukhayamat, camping, kwenda kufunga, weza ikapangwa kikundi watu kwenda trip ya siku 3 ya tabligh. Mimi siko kwenye dhidi ya kutoka na trip tofauti, twende tabligh kwa sababu wewe wataka kuwa win. Fikiria vijana leo wafikiri vipi? Kwa nini hao wazungu wewe wakatupokonya? Wao wakaambia tunaenda camp, tutakwenda beach, tutakwenda wapi? Kwa nini? Nani anatuambia sisi hatuwezi kufanya tabligh pale beach shena? Ni nani anonena ile beach shena mbaya? Nani? Sini yetu ile. Tulipokosa sisi kuifanya msikiti, walikuja kuifanya nini? Walikuja kuifanya baya. Wa ila leo kuna matatizo gani? Mfano kama sofa hapa, kutoke na vijana wa skuli 6, 7, 8 twende camping, wapange project, twenda kufanya khibra, kuna kutesti subra za watu, kuna kutesti vipi vijana waweza kusaidia wenzao katika safari, watu ujuana. Kuna zipaji zingi pale zaweza kujitokeza, waweza kupewa majukumu wao katika siku zile 3. Yule atawaedhea wenzao katika masala ya ukweli, yule atawaedhea wenzao katika masala ya nini. Hizi ni program toka zataka mabongo kupanga, zataka na budget. Lakini masala ya camping, mukhayamat, rihlat, trips, hizi ni zombo muhimu za tablighi, hususan kwa young generation ambazo zaweza kutumiwa kwenda katika tablighi. Kalamu ni chombo muhimu, nun wal qalam wama yasturun, ambao leo bila asaf pia katika jamii yetu kalamu haifanyi kazi, na haiwezi kufanya kazi kalamu ikiwa hatusoma. Lao tulikuwa tunasoma, tungeshajiisha wenye nini, wenye kuandika. Mwisho namaliza katika taasisi, katika nyasila za tablighi ni hizi tunazoziita al-adawatul elektronia. Hii teknoloji mpya ile, TV, kuanzia TV, tepu, tuje kwenye mobiles, tuje katika masala ya laptop, tuje katika masala ya mitandao na usipekeshe hizi vitu. Leo ni muhimu sana Uislamu kupiga stepu kujua wataitumia vipi hii teknoloji ambayo yaweza kukufanya wewe kwa muda mfupi ufikie mambo mengi. Kama mlikuwa mwafuatilia, na katika khutba nilizungumza mimi mwaka jana kulipoanza hii na uitwa Rabiul Arabi Tunis ya ule Abu Aziz, sio alijichoma moto, ikafuatilia ikaenda moto, ukatoka Tunis ukaingia wapi? Masri. Ukatoka Masri ukaingia wapi? Yaman. Ukawatembea. Wajua zombo hizi ndio zilifanya kazi kubwa kwa barobaro na kujiunganisha na kuleta ile tawia na kujiorganize. Facebook, Twitter ndio zitu zilikuwa zikitumika zaidi, mpaka baadhi ya nchi zilipotaka kuikinga na wimbi lile walianza kuzifunga hizi. Leo Facebook, Twitter, nini zote hizi, lakini yataka barobaro aandawe. Wajua ulimwengu wa sasa, simwambia Imamu Ridha, kama sikusahau ni Imamu Ridha ama Musa Kadhim, alimwambia bwana mmoja, dunia kama soko. Ushawahi kuingia supermarket kubwa sana, ila kila kitu ndani. Kwa hiyo umetoka nyumbani na shilingi 500 zako wewe uenda kununua kitu supermarket. Ile supermarket ukiingia urengesha kila kitu, kwambia nunua mimi. Waweza ukishtuka 500 zako uliambia nazo ukatoka na zitu sio ile kwenda kununua. Lakini kuna ule ambao mwenye hadafu, ajua mimi naingia supermarket, naenda wingi fulani, naenda row fulani, ndio kutunda nitakacho, atatia kwenye kikapu, takwenda kulipa, atashika ndea zake. Atatumia dakika 5, atanunua atakacho. Pengine supermarket na wingi karibu 20.
Sasa ndio hii mtandao, ndani ya kila sampuli na kila zihoja yako ni wewe. Ukitoka wendao kuingia, wendao wataka nini? Tuna haja ya kutengeneza barabara sampuli hii. Wanaofikiri kwamba mimi naingia katika internet, naenda Google, naenda kusearch, naenda kutafuta kitu hiki, naenda kwa research, nitatumia nusu saa, 1 hour, nitamaliza, nitatoka. Hutobabaishwa na zile za kulewarewa huku na za kukuvutia huku na za utara kule na za mambo mengine, kila sampuli ya mambo. Lakini sharrun la budda minhu, ni shari ambayo hatuna budi nayo, na lazima tujue tutaitumia vipi, sio tuipinge tu. Na tuwalelee vijana kwa sampuli wataitumia vipi technology. Lakini ina faida kubwa sana katika kutuelimisha, katika kufikisha sisi fikra zetu. Na ndio utakuta maulamai wote ulimwenguni wana website zao, wote, yoyote moyo wao, andika tu kwenye Google, andika Dr. Yusuf al-Qaradawi, atakuletea website yake. Habib Ali Nufri atakuletea website yake. Sayyid Sistani, Sayyid al-Khoi, wote watakao bora wewe waina. Ukimwandika ina, wote wana website. Leo fatawa zajibiwa hapo kwa hapo na kila aina ya fikra. Hizi kwa ufupi, ndugu zangu, ndio jasila za tabligh, na zingine nimezipita mbio kwa sababu nimebakisha siku 2 na nina topic 2 au 3 nataka zote nizimalize kesho na kesho kutwa inshallah taala, si ndefu. Kuna suala fupi lilikuja jana, jamaa ameniandikia kwamba Qur'ani yatuambia malaika ni maksum, la ya'suna Allah wala yaf'aluna ma yu'maru. La ya'suna Allah ma umiru wa yaf'aluna ma yu'maru, na wafanya walioamrishwa, yani hawakosi. Kisha naambia, mbona kuna aya nyingine inayotuambia Mwenyezi Mungu alipoambia malaika nataka kuumba binadamu khalifa katika ardhi, walimpinga? Sio, mmemfahamu swala lake. Taban, kwanza tunapozungumza maasum tunazungumza mtu hakosi. Tunapozungumza mtu hakosi tunazungumza mahala penye amri ama penye makatazo. Napokuamrisha ukakataa, ndio umekosa. Napokukataza usikatazike, unakuwa umefanya nini? Umekosa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu asema malaika hawaasi amri za Mungu na wala makatazo, na hiyo ndio maana. Lakini inni jailun fil ardi si amri wala si katazo, ni malaika walishauriwa. Leo baba aliweza kumwamrisha mwana mtekea mwana, akamwambia sitaki baba, utamuita nani? Muhalifu, asi. Lakini leo baba aweza kumwita mwana, kwambia mwanangu, mimi nafikiria kuizanya hii nyumba yetu, tununue nyumba nyingine, una maoni gani? Baba mimi sikuungi mkono. Hajaasi hiyo, si isyani hiyo, ndio ushauri. Amwambia nataka ushauri wako, tuizanye hii nyumba. Wala baba, la, mimi naona kwa fikra yangu la tusizanye nyumba, kwa sababu hii nyumba kadhaa sisi tukiizanya hii tupate tena nyingine. Hajaambiwa miasi. Kwa hiyo malaika hawakuamrishwa kumuumba Adamu wakapinga, la. Mungu aliwashauri, mwaonaje, ni muumbe ama si muumbe? Wakatoa maoni yao, bali na sisi tunaona si muumbe. Lakini Mungu alipoamua kumuumba, baada ya kusikia maoni yao, akamwambia mmesikia maoni yenu, lakini maoni yenu ni makosa, maoni yangu ndio ya sawa. Sasa umba. Kuna malaika alikataa pale? Hakuna. Ilipokuja ni oda, walifanya kazi, mwenye kuchukua mtanga, mwenye kwenda nini, wakamtengeneza mwanadamu. Lakini tutafautisha baina ya ushauri na baina ya nini, ya amri. Walhamdulillah.